Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, leo Jumamosi ya tarehe 29 mwezi wa 3 2025, Mamlaka ya Mapato Mkoa wa Mwanza iliamua katika mtindo wake wa kuwashukuru walipa kodi kwa ulipaji wa kodi wa hiari tufanye kitu fulani ambacho kitakuwa ni kurudisha shukrani kwa walipa kodi kwa kutusaidia kulipa kodi kwa hiari. Jana tulianza kwa kutoa vyakula kwenye vituo vya watoto yatima. Tumetoa Yatima Foundation na kituo kingine hisani, na tulikwenda pale mahususi tukawauliza mahitaji yao, tukapeleka kitu ambacho wasingependa, wakaorodhesha vitu wanavyovihitaji tukawapelekea. Lakini bado tukasema shukrani ile itakuwa imeenda kwa walengwa wale wa mahitaji yale. Tukasema leo tufanye shughuli ya chakula cha jioni kwa ajili ya wenzetu waliopo kwenye mfungo. Kwa hivyo lengo kubwa la mkusanyiko huu leo kwa Mamlaka ya Mapato ni kurudisha shukrani kwa wananchi, na kwa upande mwingine kwa wenzetu waliofunga tukasema tufanye sadaka ya riziki ya chakula. Naomba mlipokee hilo na naomba mfurahie. Sasa lengo lilikuwa kurudisha hisani kwa wananchi wote, lakini tukashindwa. Tukasema tukipata angalau baadhi yao, kama ulivyosikia mwenzangu alikuwa anawatambulisha hapa, tukasema tukimpata mkuu wa mkoa itakuwa safi, awe mgeni wetu. Tukimpata mwenyekiti wa chama tutashukuru, wakuu wa wilaya ile Mera na Nyamagana. Tukasema tukipata wajumbe wa kamati ya usalama itakuwa vizuri sana, na viongozi wa dini, kwa sababu tunahitaji sana maombi yao ili kudumisha imani na nidhamu. Taasisi za serikali tukasema tukipata TCCIA, tukapata jumuiya ya wafanyabiashara wadogo, washauri wa kodi na forodha, mawakala wa forodha. Tukasema tukiwapata wasambazaji wa mashine, tukipata viongozi wa mabenki kwa maana ya taasisi za fedha, tukipata wamiliki na wafanyabiashara wa bajaji, hali kadhalika bodaboda. Tukasema washiriki mbalimbali tutakaokuwa tumewaalika watawakilisha wananchi wengine. Mwisho tukasema na wenzetu wa vyombo vya habari wakiwepo watawakilisha kwa namna nyingine waandishi wa habari. Lengo kubwa kama nilivyosema ni kuendeleza jukumu letu la kutoa shukrani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nawashukuru sana wananchi wa Mwanza. Mwezi huu tunaoongea ambao tunaumaliza Jumatatu, tayari mkoa wa Mwanza tumeshavuka malengo yetu kwa 104%. Kwa hivi kwa namna yoyote ile mtu akisema mlikuwa mnafanya nini, tulikuwa tunawashukuru wananchi wa Mwanza kwa kulipa kodi kwa hiari. Hivi tunavyoongea kuna mikoa bado inahangaika kufikia hilo lengo, lakini sisi Mwanza leo tuna 104%. Nawashukuru sana. Kwa namna pekee naomba ni muwe mabalozi, niwaombe muwe mabalozi wetu, muambie na wenzetu waliobaki kule wawe na moyo wa kulipa kodi ili tuisaidie serikali inayoongozwa na rais wetu Samia Suluhu Hassan daktari, ili kuweza kufanya maendeleo yale waliopanga kuyafanya. Pesa hii ndio inajitakiwa kwa ajili ya mashule, hospitali, barabara. Nafikiri nyewe mnashuhudia madaraja sasa hivi na reli inajengwa mwendo kasi. Tuende tukahimizane tulipe kwa hiari kwa maendeleo ya nchi yetu. Na namna pekee ya kusaidia kuhamasisha hili, naomba niwakumbushe msisahau kudai risiti kila mnapofanya manunuzi, msisahau kutoa risiti kila mnapofanya mauzo. Kama mtaona tumejitahidi sana kuwa tunatoa elimu kuliko kutoa adhabu. Tulikuwa tuna kawaida ya kutoa adhabu kila tunayemkuta, lakini sasa hivi tumebadilisha, tunasema tutakuelimisha mpaka utaelewa, na nyinyi naomba mkatusaidie katika hilo. Mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, ndugu yetu kipenzi chetu Bwana Said Muhammad Mtanda, Mheshimiwa meneja wetu wa Mwanza wa TRA, waheshimiwa wageni waalikwa kwa nafasi zenu, mabibi na mabwana,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shughuli hii ni shughuli kama alivyosema manager ya kurejesha shukrani ambayo imenasibishwa na iftar. Waislamu kwa ujumla wamo ndani ya mfungo wa Ramadhani, mfungo ambao wanaishi ndani yake kwa siku 29 au 30 kutokana na muandamo wa mwezi. Na leo manager tumemaliza siku ya 28. Tunatarajia kesho kuingia kwenye siku ya 29, na inatarajiwa kesho inawezekana mwezi jioni ukaonekana, na ukionekana kesho bila shaka Jumatatu itaweza kuwa Idi, ama kama hukuonekana tutatimiza siku 30 kama alivyoelekeza mtume wetu. Lakini sema tu TRA mmefanya jambo kubwa, mmetufuturisha katika siku bora na nzuri. Leo ni mwezi 28 katika yale masiku ya kuitafuta Lailatul Qadri, na leo imo. Kwa ni wapongeze washauri wako mlivyopanga ratiba mkapanga iwe siku ya leo. Nawapongeza sana. Lakini na mimi naomba nichukue maneno ya mkuu wetu wa mkoa. Tendo hili ni tendo la kiibada. Inawezekana ile TRA yenyewe haihitaji thawabu, haya ni maneno ya mkuu wa mkoa, lakini nyinyi mliomo ndani ya TRA mmoja mmoja kwa nafasi yake anahitajia thawabu. Kwa hili jambo jema mlolifanya tunawaombea sana, Mwenyezi Mungu awabariki na Mungu awahifadhi, na muendelee na utaratibu huu. Kila mwaka unapofika mwezi kama huu msiache kuwaita ndugu zenu. Nyote ni mashahidi katika iftari zinazoendelea nchini, mmeshuhudia wanaalikwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na hii ni mirathi tumerithi toka kwa wazee wetu, waasisi wa taifa letu. Nyote ni mashahidi, ziko mpaka picha. Mnamuona Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa yuko Bagamoyo, amepiga goti, kavaa kofia yake kama manager alivyopendeza leo, anakula iftari. Kufanyika hapa ni ishara kwamba sisi ni Watanzania, sisi ni wamoja. Hatubaguani kwa dini, kwa rangi wala kabila. Lakini jambo hili linaleta mapenzi baina yetu. Hapa tumefahamiana, kuna watu walikuwa hawajaonana leo wameonana. Ni jambo jema sana. Na umeosha nyoyo zetu ulipotuambia manager jana ulifanya tukio kubwa la kutembelea vituo vya yatima kwenda kuwasaidia. Lakini mimi najua TRA pamoja na yote katika Uislamu nyie tunawaita Baitul Mal. Katika Uislamu nyie ni Baitul Mal. Na haikuanza leo, muda ututoshi, na mimi kazi yangu ni kumleta mkuu wa mkoa. Ni jambo lina tarehe katika Uislamu. Na hata kabla ya Uislamu, kabla ya Mtume Muhammad, huko nyuma jambo hili lilikuwepo. Kwa hiyo hichi mnachokifanya nyie ndio mmeshika roho ya nchi yetu. Mmeshika roho ya nchi yetu. Watanzania wote hawa wanafurahia maendeleo. Leo wakitembea kwenye mabarabara wanafurahi. Ndege zinawafurahisha. Nilikuwa naambiwa Mwanza peke yake kwa siku ina ruti zaidi ya 5 za ndege. Lakini unaona miundombinu inajengwa, maji, umeme. Ni kazi nzuri mnayoifanya nyie. Nitumie nafasi hii kuendelea kuwaomba Watanzania tusimame pamoja na rais wetu kumuunga mkono katika jambo hili la kulipa kodi. Sisi katika Uislamu nafasi ya kusimamia mapato hiyo Baitul Mal ilisimamiwa moja kwa moja na mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipoondoka alisimamia Abu Bakar as-Siddiq, na akaja akaisimamia zaidi Saidna Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Alisimamia kweli kweli. Inasemekana yeye katika kusimamia Baitul Mali alifika mahala Saidna Umar alikuwa anaweza kutembea hata usiku, kukagua wenye shida, wenye dhiki,
nani ana mapungufu asaidiwe na kadhalika. Kwa manager, nitumie nafasi hii kukupongeza wewe na wafanyakazi walio chini yako, lakini kumpongeza kiongozi wetu mkuu wa TRA kwa kazi nzuri anayoifanya. Leo unapotuambia mmefika 104%, ni ishara kwamba kazi inafanyika. Lakini tunafurahishwa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Nikiwa shekhe wa mkoa, nimepata kumsikia rais akisema hataki kodi za manyanyaso. Na mimi naamini meneja wa Mwanza ile umelishika ndio mafanikio ulionayo. Rais anataka mtu anadaiwa aitwe, azungumzwe, aelimishwe na hatimaye anakuwa mlipaji mzuri. Usia wangu kwa walipa kodi wa Tanzania wenzangu, katika Uislamu kuna kitu kinaitwa dhulma. Moja ya dhambi mbaya duniani ni dhulma. Na wakati mwingine dhulma unaweza ukamdhulumu mtu mwenzio, lakini hakuna dhulma mbaya kama kuudhulumu umma. Siku ya kiyama kila aliyedhulumiwa atakwenda mbele ya Mungu kumdai aliyemdhulumu. Na ikiwa huna cha kumlipa, zitachukuliwa matendo yako mema, kwa maana thawabu zako atapewa yule uliyemdhulumu. Unaonaje wewe mfanyabiashara? Umekwisha ambiwa kodi yako ndio inajenga barabara, kodi yako inaleta umeme, kodi yako inaleta maji. Kila unachokifanya ndio kinafanya maendeleo ya nchi. Kitendo chako cha kukwepa kodi ni ishara umewadhulumu wa Tanzania milioni 61. Swali langu kwako, siku ya kiyama ukifika mbele ya Mungu, utaweza kuwalipa wa Tanzania milioni 60? Kwa sababu kitendo cha kukwepa kulipa kodi, ukaacha kulipa kodi, maana yake serikali ishindwe kulipa mishahara, serikali ishindwe kuleta maji, ishindwe kuleta umeme, ishindwe kujenga barabara, ishindwe kutujengea meli, ishindwe kumaliza daraja la Busisi na kadhalika. Kwa hiyo moja kwa moja wewe uliokwepa kodi au uliogoma kukwepa kodi, kimungu una dhambi ya kukwepa na dhambi ya kufanya dhulma. Na Mtume anasema adh-dhulma dhulumatu yawmal qiyama. Mtu anayefanya dhulma amejiandalia giza siku ya kiyama. Na Mtume akasema ittaqi da'watal madhlum, ogopa dua ya mtu aliyedhulumiwa, mbele ya Mungu haina pazia. Na katika Uislamu tumehusiwa tusidhulumu wala tusikubali kudhulumiwa. Wito wangu kwa Watanzania nikiwa kiongozi wa kiroho kwenu, na waomba tuendelee kumunga mkono rais wetu katika kulipa kodi kwa wakati, kwa hiari, na ikiwezekana tufanye kwa uadilifu zaidi, ili meneja wetu asimame kwenye nafasi ya mkoa unaoitwa Mwanza. Mwanza ni mkoa mkubwa, mkoa wa heshima, na hii ndio nafasi yetu ya kuwa kabla ya mwezi haujaisha tumekwisha fikia 104%. Mwisho, nitumie nafasi hii kumshukuru sana mkuu wetu wa mkoa na kumpongeza. Ni mkuu wa mkoa aina yake, ameendelea kuwa na sisi katika shida na raha. Matukio ya iftari kwake, mezani kwake anaweza kuwa na mialiko 60 na Ramadhani na siku 30 au 29. Na muhurumia kweli kweli, lakini amejitahidi kila anapopata nafasi kuweza kuhudhuria. Na mimi nitumie nafasi hii kwa ujumla kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuwaalikeni, ikiwa Mwenyezi Mungu atajalia mwezi ukionekana kesho, sala ya Eid kimkoa itasaliwa Nyamagana, uwanja wa Nyamagana. Na kwa kuwa baraza la Eid atahudhuria Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndiye atakayelihutubia baraza la Eid la kitaifa linalofanyika Dar es Salaam, na mufti wa Tanzania atahutubia, tumeona sisi mkoa wa Mwanza tulipishe baraza la Eid la kitaifa, tumpe nafasi yake mkuu wetu wa mkoa. Siku ya Eid pili, yeye mkuu wa mkoa atazungumza na wananchi wa Mwanza kupitia kwenye meza mimbari ya baraza la Eid la mkoa wa Mwanza. Baraza hilo limepangwa kufanyika pale BOT. Kwa hiyo wewe angalia tu mwezi, ukisikia mwezi umeandama, jua sala ya Eid kimkoa Nyamagana. Ukisikia mwezi umeandama, baraza la Eid siku ya Eid pili itafanyika pale BOT. Na mgeni rasmi ni mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza. Na muomba Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha TRA, Mwenyezi Mungu amuimarishe meneja wetu, wafanya kazi wenzi wake, walio chini yake, na Mwenyezi Mungu viongozi wetu wakuu wa TRA Mwenyezi Mungu awaimarishe,
mipango walionayo iweze kukamilika, na sote kwa ujumla, kwa kuwa tunamalizia mwezi wa Ramadhani, tusiache kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mungu ambarikie na Mungu amuhifadhi. Lakini tuendelee kuiombea nchi yetu idumu katika amani na idumu katika utulivu. Tunaomba haya kwa jaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nitasema maneno machache. Nitasema maneno machache kwa sababu hawa waandishi wa habari hawa, ukisema mengi wanayaacha yale mazuri, alafu watachukua yale machache ya utani watayapeleka kwa umma. Leo nilikuwa nikizungumza pale kwenye mkutano wa kongamano la vijana. Tumetumia masaa mawili kuwaeleza wananchi wa mkoa wa Mwanza juu ya fursa kwa mifano, lakini jioni masaa yote mawili ambayo tumetoa elimu na darasa kubwa, hakuna kilichoandikwa isipokuwa mfano mmoja tu wa mkuu wa mkoa akinadi kispika cha Ahmed Ali. Sasa waandishi wa habari, pelekeni ujumbe kwa umma. Nilikuwa hata siku moja najiuliza swali, mambo serious kwenye nchi huwa yaandikwi wala hayasemwi, lakini mambo ya utani masahara, na ndio maana sasa watu wamekuwa na masahara hata kwenye ibada. Wanaenda umra, wanaenda wapi, wanaanza kuonyesha, kwa sababu jamii yetu inapenda mambo ya masahara na hawako tayari kusikiliza mambo serious. Kwa hiyo waandishi wa habari, kwa hiyo sitasema sana ili msiharibu ile hotuba ya shehe, kwa sababu nyinyi hamchelewi kuchukua mifano halafu mnaacha ujumbe. Kwa hiyo nimesimama hapa baada ya utangulizi huo, kwanza kutoa shukurani za dhati kabisa kwa mamlaka ya mapato TRA kwa kunialika mimi, lakini pia kwa waalika nyie kuja kufuturu hapa ukumbi wa Rock City Mall. Bila shaka chakula ni kizuri sana na tumeridhika, tumefurahi. Mimi binafsi yangu ni maandalizi mazuri sana. Kwa hiyo kwa niaba ya hawa wananchi wote ambao wameitwa hapa, makundi yote yaliyotambulishwa, meneja wa mkoa, sisi tunasema asante sana kwako wewe, kurugenzi mkuu wa TRA, lakini pia na wasaidizi wako ambao wamekusaidia kuandaa tukio hili kwa ufanisi mkubwa sana. Sasa lugha ya Kiswahili ina misamiati michache inayoonyesha neno la shukurani. Na shukuru au neno asante. Basi. Na nini maana ya asante? Ni kwamba siku nyingine TRA ikipata fursa ituite tena, na sisi tuko tayari kuja kula tena. Siku nyingine ulituita hapa kuwapongeza walipa kodi wazuri, tulikuja tukawapongeza na tulikula na tukanywa. Leo umetuita na umeeleza vizuri sana kwamba umeanzia huko kituo cha watoto yatima, na shehe wa mkoa ameifafanua vizuri sana, lakini bado ukaona iko haja ya kuungana na sisi kwa ajili ya iftari hii. Tunakushukuru sana, tutaendelea kushirikiana na wewe na mamlaka yako, na wewe mkipata fursa ya kutuita kwenye tukio jingine, tuiteni na sisi tutakuja. Na shehe wa mkoa ameieleza vizuri kwamba swala la ulipaji kodi ni swala la kihistoria. Serikali zote duniani, hata zile serikali zilizotangulia serikali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walitegemea kodi katika uendeshaji wa serikali. Sasa hapa kuna kodi inaitwa manager, unaita ile kodi inaitwa nini? Kuna kodi mbalimbali. Sio, kuna VAT, nyingine inaitwa kodi ya mapato, kodi ya zuio ambayo inaitwa withholding tax. Lakini wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na kodi ya zuio, withholding tax. Kule kodi ambazo zilikuwepo ni pamoja, au vyanzo vya mapato ya serikali ni pamoja na zaka na sadaka.
Kwa hiyo hauwezi kuendesha nchi kama nchi haina mapato. Na sehemu yoyote au nchi yoyote ambayo ina uchumi imara, mamlaka yake inakusanya kodi vizuri, ni sehemu ambayo hata maendeleo ya nchi yatapatikana. Kwa hiyo kodi, Shehe ameieleza vizuri, sihitaji kuchafua, ni kwa maendeleo yetu. Na ukikwepa kodi unafanya dhuluma kwenye dini, lakini pia kwa upande wa serikali wewe unafanya jinai na unaweza kuhukumiwa na ukafungwa. Kwa hiyo mamlaka ya kodi imesikia wito, na mimi nawapongeza wa rais kwamba tukusanye kodi kwa kuheshimu utu ili kazi isonge mbele, na nyie mnafanya hivyo. Kwa hiyo tunawapongezeni sana, ndio maana mmeweza kufikia makusanyo ya 103%. Lakini mkoa wa Mwanza kihistoria unafanya vizuri katika mambo mengi. Hata swala la hii kodi ya ndani, nafikiri mkoa wa Mwanza ni watatu kwa makusanyo ya kodi za ndani, na tulipongezwa na tunapongezwa mara kwa mara. Kwa hiyo leo nikisikia mmeshafikia 103%, ninafahamu kwamba mkoa wa Mwanza umetulia, na adhima ya Rais Samia ni kwamba tukusanye kodi, lakini bila bugudha, bila unyanyasaji, na ifike mahala wanaokusanya kodi na wanaolipa kodi wawe ndugu, kama ambavyo leo tunaona vijana wa bajaji wapo, bodaboda wapo, wafanyabiashara wakati wapo, vyombo vya usalama vipo, kwa sababu tunaaminiana. Ingekuwa hatuna mahusiano mazuri, inawezekana ungeandaa futari hii, lakini hawa kwa sababu unawanyanyasa wakasema hatuwezi kwenda pale. Kwa hiyo endeleeni kufanya kazi, endeleeni kuchapa kazi, na ndani ya serikali vijana njooni. Zipo fursa ambazo ziko za 4% ya mikopo, 4% kwa wakina mama, 4 kwa vijana, 2 kwa wenye ulemavu. Na hivi karibuni nilikuwa Dodoma kusoma bajeti ya mkoa huu bilioni 646, na tumeidhinishiwa na kamati ya bunge, tunasubiri bunge idhinishe shilingi bilioni 12.7 kwa ajili ya mikopo tu ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu kwa mwaka wa fedha 24-25. Ndicho ambacho leo kilitukusanya kuwaeleza vijana fursa ambazo zipo. Sasa waandishi wa habari, tusaidieni kufikisha taarifa kwa umma. Sasa hivi mambo ambayo hayana mantiki ndiyo content za mitandao na vyombo vya habari. Lakini huwezi kuona shamba zuri la mfano kama lile la Songoro kule Sengerema likinadiwa ili kuattract vijana kwenda kufanya kazi kwenye kilimo. Huwezi kukuta hiyo. Unakuta maswala tu. Sasa siku hizi tumegeuza vitu, kuna sijui watu influencer. Hapa Mwanza kuna kijana mmoja anajitangaza yuko Sengerema, anajiita tajiri sijui kitu gani, sitaki hata kutaja jina lake. Lakini ni tajiri ambaye ameibuka usiku, asubuhi anajitangaza kuwa tajiri. Lakini wanachofanya ni usanii. Sasa vijana wetu, kwa sababu wengi wako kwenye mitandao, wanaposoma taarifa hizo kwamba kumbe unaweza kuwa tajiri bila kufanya kazi, wanavutika. Halafu wanaambia ukitaka kujiunga ili upate utajiri kama mimi, piga simu namba fulani, kianzio shilingi 30,000. Akishapata watu 1,000 mara 30,000 ni shilingi ngapi? Sasa lakini hawakemewi na wala vyombo hivi haviandiki. Vijana wetu wanaacha kuchapa kazi, wanafikiri maisha ni rahisi na kupitia njia hizo wanaweza kuendesha maisha yao. Kwa hiyo vijana tusilaghaiwe. Hakuna kazi, hakuna jambo ambalo unaweza kulifanya bila kutoa jasho lako ambalo linaweza kukuletea kipato na maendeleo yako. Kwa hiyo ninafurahi ninapoona vijana wa bajaji mko hapa, vijana wa bodaboda mko hapa. Pambaneni kuchapa kazi. Paulo Mtume anasema katika waraka wa Paulo Mtume, anasema na waonya na kuagiza katika jina lake Bwana Yesu Kristo, asiyefanya kazi
na asile. Lakini hata sisi Waislamu tunaambiwa mkimaliza swala zenu tawanyikeni kwenye ardhi kutafuta nini? Riziki. Fantashiru, si ndio shehe? Sasa wewe umemaliza kuswali alfajiri, alafu uko na uradi ule, ya razaku unavuta uradi. Shehe, mkate utakuja? Tunaswali, na ndio maana ukienda kwa Roman wana slogan inasema sala na kazi. Tunatakiwa tusali, lakini pia tukachape kazi. Ndio maana Biblia inasema kwa jasho la uso wako utakula. Lazima uvuje jasho. Maana kuna mtume mmoja au nabii mmoja, yeye watu wake walikuwa wanapewa kila wanachotaka, lakini mwisho wakaanza kukufuru. Wanasema hivi, kila siku tunaletewa pilau, huyu Mungu wako kila siku anatuletea biriani, tumechoka si? Tukaambiwa sasa tawanyikeni mkafanye kazi. Na sasa ukitaka kula ni lazima uchape kazi, uvuje jasho. Kwa hiyo vijana wenzangu, hakuna maisha rahisi. Leo hii tukikagua simu hapa, nusu ya watu tuna beti, alafu tunaenda kuswali, wakati tunaambiwa betting ni nini? Haramu. Mimi nazungumza kidini sasa, sizungumze hapa kama serikali, maana huu mkutano, maana hawa jamaa waandishi kesho wataenda kusema amewazuia makampuni ya kubeti. Sijasema hivyo. Mimi nasema kwamba kamari kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu, ila kwa mujibu wa serikali ruksa. Na serikali tunaambiwa nchi hii watu wake wana dini, ila serikali haina dini. Kwa hiyo mnielewe vizuri, maana nyinyi wakati mwingine mnapotosha. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niseme kwamba tusiishi kwa kutegemea mikeka, tuishi kwa kuchapa kazi. Maisha hayawezi kuwa rahisi. Tuchape kazi, tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila muomba Mungu hachoki, na akichoka huyo kapata. Tukimuomba Mwenyezi Mungu, tukitumia nguvu zetu, tukakamata fursa ambazo serikali inazo. Moja kati ya fursa hapa Mwanza tunalo ziwa Victoria. 53% ya mkoa huu ni ziwa Victoria. Awamu ya kwanza Mheshimiwa Rais katupa mkopo wa bilioni 3 kwa ajili ya vikundi mbalimbali. Hata wako vijana wa Kiislamu Sheikh Kabeke walikuja kukopa. Na wale vijana wameshavuna samaki. Awamu ya kwanza vikundi vyote tayari wamepata fedha shilingi bilioni 3 na milioni 500. Wameweza pia kurudisha mikopo yao. Sasa changamkieni hizi fursa. Unaweza kuendesha pikipiki lakini ukawa na kizimba cha samaki, inawezekana. Na hapa pia tunaanza kiwanda cha kuzalisha chakula cha samaki. Lakini pia leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu PPRA, manunuzi ya umma, kwamba sheria inatusema vijana hata kama huna kampuni unaweza kushiriki kuomba tenda ya serikali, kwa sababu sheria inasema 30% ya tenda za serikali zipewe vijana na wakina mama na watu wenye mahitaji maalum wakiwemo walemavu. Kwa hiyo sio lazima uwe na kampuni kubwa. Sasa elimu hiyo huwezi kuipata, ni lazima uje tunapoita makongamano, semina, midahalo, kwa sababu elimu haina mwisho. Tunajitokeza, tunapata elimu, tunakwenda kwenye ofisi zetu za serikali, hatimaye tunaweza kujinasua na umaskini. Kwa hiyo kikubwa mno, nimesimama hapa kutoa shukrani zangu kwa mamlaka, kwa shehe wetu wa mkoa kwa mawaidha mazuri kabisa, na ameeleza hapa. Tutaulizwa hivi, nani mufilisi siku hiyo? Aliyefilisika sio yule aliyekuwa na basi 100 halafu ikabakia 1. Aliyefilisika siku hiyo ni yule ambaye alikuwa na amali nyingi, lakini mwisho wa siku zinachukuliwa na kupewa wale aliowadhulumu. Kwa hiyo unabaki umefilisika, ndio mufilisi. Kwa hiyo sisi tumuombe Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwa watu wema, watu ambao tutakuwa na hesabu nzuri siku ya Kiyama, watu ambao Mwenyezi Mungu ataturidhia sisi na vizazi vyetu kuona ufalme wake. Kwa hiyo baada ya maelezo yangu hayo, meneja nakushukuru, lakini pia nawashukuru nyinyi wote ambao mmehudhuria hafla hii. Ninasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.
Iqra FM.